tumefika kwa ibada, na pia nishukuru wageni wetu kwa kututembelea siku ya leo, na pia nishukuru wote wanaotufuata kupitia mitandao kutoka sehemu mbalimbali za dunia na katika taifa letu la Kenya na katika mji wetu mzuri, mji uliojawa na amani, mji mahali kila mmoja anapoingia anabarikiwa na anatajirika, mji ambapo watu hupanuka pande zote kupitia ufanisi, mji unaotawaliwa na Mungu ambao ni Kapsabet, katika jina la Yesu. Welcome so much in Jesus name. Somebody say amen. Amen. Sema mtu aseme mji wetu wa Kapsabet. Mji wetu wa Kapsabet. Useme vizuri jamani. Sema mji wetu wa Kapsabet. Mji wetu wa Kapsabet. Ni mji mzuri. Ni mji mzuri. Mji wa baraka. Mji wa baraka. Mahali watu wa Mungu. Mahali watu unawili. Ufanikiwa. Ufanyika wakuu. Katika jina la Yesu. Amen. Nataka tuweze kuendelea na series yetu. Yesu alikuja kutufanya nini? Na this far kuna mambo ambayo tayari tumediscover kwamba Yesu Kristo alipokufa msalabani, kupitia kifo na ufufuo wake, kuna jambo ambalo litendeka, ya kwamba alitununua kwa damu yake, na baada ya kununua kwa damu yake akatuhamisha kutoka kwa nyumba ya zamani ya dhambi, nchi ya dhambi. Tutaangalia katika kifungu hicho hapo ndipo tutaanza, na akatuleta katika nchi mpya iitwayo neema. Are we together? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alituleta kwa nchi hii mpya iitwayo neema? Nataka leo tudiscover number 1. Ni nani hawa ambao wanaishi katika nchi mpya ya neema? Number 2, hawa watu kazi yao ni gani? Are we together? And I believe God ya kwamba unapopokea huku kweli wa neno la Mungu utakusaidia katika jina la Yesu. Let's go to Romans chapter number 6. Romans chapter number 6. Tutasoma verses number 1, 2, 3 and 4. Na nataka tusome from the Message translation. Tafsiri ya Message. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Nataka utupe katika Message translation funga sunga kufunga hii nisha. Hii ya kwanza. So can we read together from the screen? 1, 2, 3. So what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving. Verse number 2. Mjitayarisha haraka kwa sababu tunaenda up to verse number 4. Let's continue to read 1, 2, 3. I should hope not. If we left a country where sin is so many, how can we still live in our old house there?
Number 3, or didn't you realize we passed out and left there for good? That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we came up out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new life. That's what baptism into the life of Jesus means. Somebody say amen to the word of God. Amen. Paul akizungumzia kanisa la katika Roma, anawaonyesha kile ambacho kilitendeka ama kile ambacho kinatendeka wakati mtu anampa Yesu maisha yake awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na ukiangalia the last part of verse number 3, Biblia inasema that's what baptism into the life of Jesus means. So hiyo inakwambia ya kwamba kukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, unanikamata? Kazi yake ama result yake ni wewe kubatizwa katika uzima wa Kristo. Hebu sema mimi kubatizwa katika uzima wa Yesu. Pia tena mimi kubatizwa katika uzima wa Yesu. Na unapewa mfano katika the same verse, wakati ambapo tunapeleka watu katika ubatizo, tunapowazika kwenye maji, Biblia inasema kulingana na huu mstari ni kwamba ulipoingizwa kwenye maji ama tunapoingiza watu kwenye maji, kinachotendeka ni kwamba unahamishwa kutoka kwa nyumba yako ya zamani na kwa nchi yako ya zamani, nchi ya dhambi. Unanielewa? Unahamishwa milele kutoka nyumba yako ya zamani na nchi yako ya zamani ya dhambi. Na Biblia inasema kwamba unapotolewa kwenye maji, maana yake ni kwamba unaingizwa katika nchi mpya ambayo ni nchi ya neema, maisha mapya katika nchi mpya. Hebu inua mkono, sema maisha mapya. Maisha mapya. Sema vizuri, maisha mapya. Maisha mapya katika nchi mpya. Katika nchi mpya. Are we together? Now, nataka nianze kwa kusema jambo, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba tuliletwa katika nchi mpya ya neema, katika nchi mpya ya neema. Neema ni nini? Neema, watu wengi wanadefine ya kwamba it is the unmerited favor of God. Na tunaweza sema ya kwamba neema, it is the divine ability of God that distinguishes the people of God from the people of the devil. Andika hivyo pastor. Ninasema hivi, neema, it is the unmerited favor of God. Are we together? Na pia tunaweza sema neema is the divine ability. Can somebody say divine ability? Divine ability. Come on. Let somebody say the divine ability of God. The divine ability of That distinguishes God
Haya, na ninaomba tafadhali wale wako na watoto, you take charge. Nisikilize sasa. Ikiwa basi tulitolewa kwenye nyumba ya zamani na katika nchi ya zamani ya dhambi, na tukaletwa katika nchi ya neema. Hebu inua mkono, sema nililetwa katika nchi mpya ya neema. Nililetwa katika nchi mpya ya neema. Again. Nililetwa katika nchi mpya ya neema. Wewe ulioletwa katika nchi mpya ya neema, umepewa neema. Umepewa neema. Okay, let me say some three things. Kwa wale ambao wote wanamwamini Yesu, number one, ikiwa unamwamini Yesu, you are a child of grace. Like that one down. You are a child of grace. Andika hivyo Nyambura. You are a child of grace. Kulingana na Waefeso 5, tulizaliwa mara ya pili kwa neema. Kwa hivyo, that is why Ephesians chapter 2 verse 5 to verse number 8. Ulizaliwa mara ya pili kwa neema. Ulizaliwa mara ya pili kwa neema. Na kwa hivyo, wewe you are a child of grace. Somebody say, I'm a child of grace. I am a child of grace. Yani husemi hivyo. Nasema, I'm a child of grace. I am a child of grace. Number 2, you live in a country called grace. You live in a country called grace, according to this scripture. Unaishi katika nchi iitwayo neema. Unaishi katika nchi iitwayo neema. Number 1, wewe ni mwana wa neema. Ulizaliwa mara ya pili kwa neema. Number 2, wewe unaishi katika neema. Wewe unaishi katika neema. Ulizaliwa na neema, unaishi katika neema. Hebu sema nilizaliwa na neema. Nilizaliwa na neema. Kuna mtu hasemi, sema nilizaliwa na neema. Nilizaliwa na neema. Ninaishi katika neema. Ninaishi katika neema. Unanielewa? Na neema hii ya Mungu ambapo tulizaliwa ndani yake, mahali ambapo tulizaliwa ndani yake, tukazaliwa na neema na tunaishi katika neema. Sababu yake ni gani? Ili wewe uwe tofauti na watu wa ulimwengu. Kusudi ya wewe Mungu kukuzaa kupitia neema na Mungu kukuhamisha kutoka kwa nyumba ya zamani na nchi ya zamani ya dhambi na kukuleta katika nchi mpya iitayo neema, ni ili maisha yako yakuwe tofauti na maisha ya watu wengine ambao hawajamwamini Yesu. Now, nisikilize sasa. That is why tumesema grace is the divine ability of God that distinguishes God's people from the people of the devil or the people of the world. Am I communicating? Yes. Come on, am I communicating? Yes. Now, nisikilize na unipate vizuri sana. Mulani wewe ni mwana wa neema na unaishi katika neema, wewe unafaa kuwa tofauti
na watu wa ulimwengu. Unafaa kuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Hebu sema, nafaa kuwa tofauti. Nafaa kuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Na watu wa ulimwengu. Unajua nikisema hivyo kile ninajaribu kukuambia ya kwamba wakati watu wa ulimwengu wanakuwa wagonjwa, wewe haufai kuwa mmoja yao. Wakati watu wa ulimwengu wanahangaishwa na umaskini, wanahangaishwa na ukosefu, wanahangaishwa na pandemics, wanahangaishwa na mambo mbalimbali, wanahangaishwa na uchumi wa nchi, you should not be among them. You should not be among them. Lift your hand and say, I should not be among them. I should not be among them. Again. I should not be among them. Again. I should not be among them. Everyone going to say, according to God. According to God. I should not be among the people of the world. I should not be among the people. Whatever destroys them. Whatever destroys should not destroy me. Should not destroy me. Hiyo inafaa ikuingie katika akili yako. Hata kama pengine haifanyi kazi sahihi. Unanielewa? Yes. Lakini niamini, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu anasema. Na wakati tunapokukumbatia ukweli wa neno la Mungu, basi maisha yetu yanaanza kuchange ikilingana na hiyo ukweli wa neno la Mungu. Wacha nikuonyeshe kitu kitakao kusaidia. Can you give me, you people, give me Romans chapter number 8 verses 29 and verses number 30. Wacha nikuonyeshe kitu kitakusaidia. Warumi 8 mstari wa 29. Tutasoma katika New King James Version, tutasoma katika Message na tutasoma katika Amplified. Na nataka kuangalia hii ukweli ambayo itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Can we read from the scripture together? 1, 2, 3. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that it might be the firstborn among many brethren. Hebu nipeni katika Kiswahili alafu ende katika Message and then Amplified Translation. Na nataka ushike hii vizuri. Achini vizuri. Nataka tusome pamoja. 1, 2, 3. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwateua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Unaambiwa ya kwamba sisi ambao Mungu alitujua na akatuita katika ufalme wake. Are we together? Ya kwamba Mungu alikuchagua wewe ambaye unamwamini Yesu. Mungu alikuchagua. Hebu mtu aseme Mungu alinichagua. Mungu alinichagua. Inua mkono, sema Mungu alinichagua. Mungu alinichagua. Alikuchagua ili nini? Ili ufananishwe na mfano wa mwana wake. Ili ufananishwe na mfano wa mwana wake. Okay, Kiswahili hicho wakati mwingine kuna mtu ambaye hata kielewa vizuri. Nipe Message translation ili mtu aweze kuelewa vizuri kile tunasema. Not the Message translation. Are we together? Yes. Okay, can we read from the screen together? 1, 2, 3. God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to share the life of
ya kwamba kutoka mwanzo aliamua wale ambao wampendao, hao ambao wanamwamini mwanaye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ya kwamba Mungu aliamua ya kwamba atawaumba, atawatengeneza wawe sawasawa na mwanaye, wawe sawasawa na mwanaye. So Biblia hapa inasema ya kwamba he decided. Can we read from the one he decided? 1, 2, 3. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his son. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his son. To shape. Somebody say to shape. To shape. Somebody should better louder than that. To shape. To shape. Unajua hivyo ni kumaanisha nini? Hivyo ni kumaanisha ile picha ambayo Paul ana create katika mawazo ya watu wa kanisa la Kirumi. Anamwambia ya kwamba Mungu Baba alichukua maisha, alichukua the life of his son. Can somebody say the life of his son? The life of his son. Come on again, the life of his son. The life of his son. Akaiweka hapo, unanikamata. Baadaye wewe ulipoamini, Mungu akakuchukua na akaanza kukutengeneza hatua kwa hatua sawasawa na the life of his son. In other words, hiyo ni kumaanisha ya kwamba Mungu alikuwa anachukua the materials ambazo zilitengeneza Hesa na akazitumia kukutengeneza wewe kama mwanae ambaye communicating, na akahakikisha ya kwamba unafanana exactly na Hesa. Inua mkono, sema my life has been shaped. My life has been shaped. Again, shout it better and louder. My life has been shaped. My life has been shaped. Along the same lines Along the same with the life of the Son of God. with the life of the Son. Umenikamata? Alafu Biblia sasa nataka ukamate. Kuna kitu cha muhimu ambacho sasa kinaelezewa hapa na huu mstari. Tunaposoma the next statement inasema ya kwamba the Son stands fast in the life of humanity henceforth. Hivyo ni kumaanisha, hivyo ni kumaanisha kwamba human beings kabla ya Yesu kukufa na kufufuka tulikuwa na one human race. Somebody say one human race. One human race. Kama uninua mkono sema one human race. One human race. Lakini wakati Yesu alikufa na Yesu akalipa gharama ya kufunguliwa kwetu tukafanyika wana wa Mungu, Biblia inasema kwamba kwa sababu tulishapewa katika mfano wa mwana wa Mungu na Yesu amefanyika mzaliwa wa kwanza kwa kizazi cha binadamu waliorejeshwa na Mungu. Mwanielewa? Hivyo ni kumaanishaje? Hiyo inakuambia ya kwamba sasa tuko na two human races. Hamujashika hilo? Nasema we have two human races. Hebu inua mkono sema we have two human races. We have two human races. I shall better louder than that. We have two human races. We have two human races. One, inua mkono sema one race One race is after the order
ikusaidie ushike hivyo, na andika hivyo kwa noti zako, ikusaidie wakati unaenda kurevise, uelewe hivyo ya kwamba sasa tuko na lesi mbili za binadamu. Lesi ya kwanza ya binadamu ni wale wako katika mfano wa Adamu na Eva, na lesi ya pili ya wanadamu ni wale wako katika mfano wa mwana wa Mungu. Lesi ya kwanza, wanadamu walio katika mfano wa Adamu. Lesi ya pili, wanadamu ambao wako katika mfano wa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kabla tuendelee kutoka hapa katika mstari wa 30, kuna kitu nataka ushike hapa sasa. Wanadamu walio katika mfano wa Adamu, hao wanadamu wako chini ya utawala wa Shetani, wako chini ya utawala wa Shetani. Na unisikilize, that is why wako katika chini ya utawala wa Shetani na wanaishi katika nchi ya dhambi ambao ni nchi ya Shetani. Na unisikilize sasa, that is why wao kugojeka ni kawaida, wao kuwa maskini ni kawaida, wao kukataliwa ni kawaida, wao kukua prematurely ni kawaida, wao kutembea katika aibu ni kawaida, because kile ambacho wako na mahali wanaishi ina dictate hivyo. Kuna mtu ananikamata, lakini sisi katika Kristo Yesu, sisi ambao tuliumbwa katika mfano na katika umbo ya mwana wa Mungu, sasa sisi tumepewa neema. Hebu sema tumepewa neema. Tumepewa neema. Somebody shout better than that. Tumepewa neema. Tumepewa neema. Sema tena, tumepewa neema. Tumepewa neema. Neema ya kufanya nini? Neema ya kushinda yale ambao wanadamu walio katika mfano wa Adamu inawashinda. Tumepewa uweza wa kushinda magonjwa, tumepewa uweza wa kushinda umaskini, tumepewa uweza wa kushinda aibu, tumepewa uweza wa kushinda generational curses, tumepewa uweza wa kushinda Shetani na mbinu zake na mikakati zake na hila zake zote. Tumepewa uweza. Hebu inua mkono, sema tumepewa uweza. Tumepewa uweza. Sema ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Somebody shout better and louder. Kwa nini wewe unakuwa excited? Me, I'm excited by this word. Kwa hiyo inua mkono, sema katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Maana nimeumbwa upya Maana nimeumbwa katika umbo katika na katika mfano wa uzima wa mwana wa Mungu. uzima wa Mungu. Sasa nimepewa mamlaka Sasa ya kushinda nimeshinda mambo yote mambo yote yanayoshinda wanadamu walio katika umbo na mfano wa Adamu. That is why na unisikilize. That is why na unisikilize. Wewe uliyemwamini Yesu haufai kuchemshwa kwa sufuria moja na wale hawamwamini Yesu. Listen,
kwa sababu hata hamko mahali pamoja. Sasa mnachemshiwa mahali moja, wewe ukiwa wapi, akiwa wapi, na hamuishii mahali moja. Hebu inua mkono, sema hatuishi mahali moja. Hatuishi mahali moja. Na wale hawajamwamini Yesu. Na wale hawajamwamini. Hata kama unajiona uko Kenya, katika ulimwengu wa kiroho uko katika nchi ya neema. Amen. Na wewe umeumbwa katika umbo na katika mfano wa uzima wa mwana wa Mungu. Am I communicating? Yes. Can we go to verse number 4? Let's go to verse number 4. Let's go back first to verse number 29. Let's read and finish that line. Verses number 29. Can we read it from the skin together? Let's tuanze tena kutoka juu. 1, 2, 3. God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of the Son. The Son stands fast in the life of the humanity he restored. We see the original and intended shape of our life there in him. Somebody shout amen. Amen. Come on, somebody shout a better amen. Amen. Yaani sasa tunaambiwa, na unisikilize, maandiko hapa hata haizungumzi kuhusu Kristo, inazungumza kuhusu Yesu. Ati inazungumza kuhusu nani? Yesu. Come on, inazungumza kuhusu nani? Yesu. Mwanadamu aliyemdhihirisha Mungu 100% ulimwenguni. Yesu, mwanadamu aliyemdhihirisha Mungu 100% duniani. Hebu sema mwanadamu. Mwanadamu aliyemdhihirisha Mungu. aliyemdhihirisha Mungu 100% hapa ulimwenguni. hapa ulimwenguni. Am I communicating? Yes. Now, unajua hii mstari kile inajaribu kukuambia. Inajaribu kukuambia ya kwamba, na angalia, can we read from the word we? Let's read again from the word we see. From the word we see. 1, 2, 3. We see the original and intended shape of our lives there. Again, let's read again. 1, 2, 3. We see the original and intended shape of our lives there. Unajua hivyo ni kumaanishaje? Na nataka unisikilize. Unaambiwa ya kwamba tunaposoma haya maandiko na tunapomwona Yesu jinsi aliishi hapa ulimwenguni. Ati tunapomwona Yesu jinsi aliishi wapi? Hapa ulimwenguni. Kama tunapomwona Yesu na jinsi aliishi wapi? Hapa ulimwenguni. Si mbinguni, hapa wapi? Ulimwenguni. Biblia inasema ya kwamba we see the original and intended shape of our life there in him. Unajua hivyo ni kumaanishaje? Hiyo ni kumaanisha ya kwamba unapomwona Yesu katika maandiko, ya kwamba unapomwona kile unachoona, number one, it is the original and intended shape of who you are in Christ Jesus. Amen. Thank you for those who have gotten the ukasani. Kwa wale wameshika, wacha nirudie tena ili mtu waishike hapa. Ninasema hivi, unaposoma maandiko na unaona Yesu vile alitembea hapa ulimwenguni, unanikamata jinsi aliishi na hakuwa mgonjwa siku moja. Hebu sema jinsi
Tuseme kwa sauti hii. Jinsi aliishi bila kuwa mgonjwa. Bila kuwa mgonjwa. Hata siku moja. Hata siku moja. Jinsi ambavyo hakusumbuliwa na mawimbi. Shetani ainue mawimbi. Shetani ainue gharika. Haikumsumbua Yesu. Ati haikumfanya nini? Haikumsumbua Yesu. Haikumsumbua Yesu. Haikumsumbua Yesu. Haikumsumbua Yesu. Yesu akutane na wenye ukoma. Nisikilize. Moto angeonekana na ukoma katika Bible. Katika siku za Bible, the Old Testament. Aonekane kuna alama inaonyesha itamalizia ukoma. Huyu mtu alikuwa anatolewa nje ya mji. Kwa sababu gani? Ataambukiza watu wengine ukoma. Tatafanya nini? Ataambukiza watu wengine ukoma. Lakini tunamuona Yesu wenye ukoma wanakuja kwake. Na Yesu hatoroki. Na wewe hujui wenye ukoma walikuwa wanapewa uniform number 2. Wenye ukoma walikuwa kama hizi vitu zinakuwaga za tradition. Zile zinafungwa hapa mkebe ya mabati inawekwa mawe, mtu anakanyaga hivi. Tumelikabata. Wenye ukoma walivaa uniform number 2, walivaa hiyo vitu ili wakitembea. Hebu sema wakitembea. Kama utashindwa kuona uniform, usikie sauti. Na kaguu na njia. Kaguu nisaidie kwa sababu na wewe unaweza malizia hapa. Unanikamata? Watakuambukiza ukoma yao. Na Yesu, wakati wenye ukoma walikuja kwa Yesu, Yesu hakuwapokea. Yesu aliwawekelea mikono. Yesu aliwawekelea mikono. Wakati chakula hakikuwepo, akihubiri kule nyikani, Yesu alibariki mikate midogo na akabariki samaki wadogo, na watu 5,000 wanaume bila kuhesabu wanawake na watoto wakakula na wakashiba, na vikapu 12 zikabaki. Unanikamata? Yesu akitembea juu ya maji. Yaani unajua ya kwamba unaposoma kuhusu Yesu, jinsi ambavyo unaona picha yake katika neno la Mungu, ya kwamba you should see your original shape, your intended shape. Mtu wako hapa ni kahidi kama mzuri. Amsha huyo. Bwana Yesu asifiwe. Niangalie, hebu niangalie mzuri, nikwambie. Unanisikiliza vile ninasema? Unaambiwa the way to discover yourself, the way to know who you are, is to look who Jesus is. The way to discover who you are is to look at Jesus. And what you see at Jesus is what you are. Hebu inua mkono sema, what I see in Jesus. What I see in Jesus is what I am. Is what I am. Kama mamuzeki lebubuzaka. Hebu inua mkono sema vizuri, what I see in Jesus. What I see in Jesus is what I am. Is what I am. Come on, lift your hand and say 2 times better and louder than that. What I see in Jesus is what I am. What I see in Jesus is what I am. Again? What I see in Jesus is what I am. What you see in Jesus, according to this verse, is what you are. That is why unaambiwa ya kwamba your original and intended shape ni hivyo, ni vile Yesu alivyo. Maana vile alivyo, 1 John 4:17,
Pata namba B, kama jinsi alivyo ndivyo tumefanyika hapa ulimwenguni. Inua mkono, sema kama jinsi Yesu alivyo. Kama jinsi Yesu alivyo Ndivyo tulivyo sisi ulimwenguni huu. Yaani tumefanyika exactly what yes. Na ndio maandiko. Let me show you something before twende, moja nikuonyeshe kitu. Hebu twende katika 2 Corinthians chapter number 8, chapter number 3 verse 18, not chapter 8. 2 Corinthians 3:18. Wakorintho wa pili 3:18. Wakorintho wa pili 3:18. Wacha nikuonyeshe neno la Mungu vile linasema. Wakorintho wa pili 3:18. Let's read from the King James Version. New King James Version. Hebu tusome kutoka kwa the screen together. 1, 2, 3. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sasa unaona mstari Romans 8:29 imekuambia ya kwamba your original and intended shape is the life of Christ. Is the life of who? Christ. The life of Christ. Maana ulitengenezwa katika umbo na mfano wa Yesu, wa uhai, wa uzima wa Yesu. Are we together? Come on, are we together? Yes. Sasa hii mstari inakupea njia ya kuhama. Hebu sema njia ya kuhama. Njia ya kuhama. Sema tena njia ya kuhama. Njia ya kuhama. Ya kuhama kutoka wapi? Ya kuhama kutoka kujiona kama vile ulivyokuwa ukijiona wakati ulikuwa kwenye nyumba ya zamani na nchi ya dhambi. Jinsi ya kuhama. Jinsi ya kuhama. Hebu mtu aseme jinsi ya kuhama. Jinsi ya kuhama. Sema tena jinsi ya kuhama. Jinsi ya kuhama. Kutoka vile ninavyojiona. Kutoka kwa vile ninavyojiona. Are we together? Kutoka jinsi ya kuhama kutoka vile umeishi ukijiona kulingana na umbo na mfano wa Adamu. Are we together? Ili uingie uanze kuona the life of Christ is your life. The life of Christ is your life. Uanze kujiona hivi. Margaret, unashika hiyo? Uanze kujiona hivi. Niliwaambia hapa shida ile tuko nayo ni kwamba ulimwamini Yesu, lakini bado wewe ni Mluya, wewe ni Mkale, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mmasai. Na unisikilize, usinishike vibaya. Am I communicating? Yes. Najaribu kusema kufikiria kwako, maana kufikiria kwako ndiko kuna determine mlengo wa kuona wako. Hebu inua mkono, sema jinsi ninavyofikiria. Jinsi ninavyofikiria. Ndiyo inaamua mlengo wa kuona kwangu. Inua mkono tena. Rudia hivyo. Jinsi ninavyofikiria ndio kunavyodetermine. Wengine mpaka wana
anaongea wakivuka macho. Hebu inua mkono vizuri. Hebu sema jinsi ninavyofikiria. Jinsi ninavyofikiria Ndiyo inayoamua mlengo wa vile ninavyoona. Umenikamata? Jinsi unavyojiona inalingana na jinsi umetrainiwa kujiona. Unanikamata? Ndio Romans chapter 12 verse number 2 inakwambia ya kwamba mwache kujifananisha na ulimwengu. Aliwacha kujifananisha na nini? Na ulimwengu. Lakini ufanywe upya katika mawazo yako. In other words, mawazo yako kile kimo, hebu niangalie, kile kimo ndani yako kitolewe kiwekwe kitu kipya. Unajua hata Yesu alisema mfuko mpya wa mvinyo hauwezi beba mvinyo. Mfuko mzee wa mvinyo hauwezi beba mvinyo mpya. Hebu inua mkono, sema mfuko mzee wa mvinyo hauwezi beba mvinyo mpya. Unajua Biblia inasema namna gani? Kwa sababu mvinyo mpya utapasua mfuko mzee. Na bila tu Yesu wakasema huwezi weka kiraka mpya kwenye nguo mzee, maana hicho kiraka mpya kinalalua nguo mzee. Nani wako hapa? Siurudi shule wale tulisoma na hapo zamani, kabla watu wafike penye wamefika, mahali nguo hazipelekani kwa fundi kuwekwa kiraka. Sisi tulisoma wakati inawekwa kiraka hapa na hapa. Na nielewa. Halafu ikaongezwa ingine wapi? Hapa. Hapa tulipelekea yule fundi ile kitambaa alikuwa nayo ya red na nguo ni ya green, akabadilika ya red hapa. Alaluka siku nyingine ukapeleka ile kitambaa ya West alikuwa leo ni ya blue, akawekelea blue. Kapeleka siku nyingine akawekelea ya navy blue. Sasa unakaa kama butterfly, kinyaza yako inakaa kama butterfly. Nisikilize. Vile kiraka ilikuwa inashonwa kama ni kiraka ya rau, ilikuwa inararuka hivyo rau vile hiyo kiraka iko. Kwa sababu gani? Kiraka ile nguo mzee haiwezi stahimili pressure ya kiraka mpya. Ninaongea na mtu hapa. Sasa waje nisikilize nikwambie, unajua ni kwa sababu gani? Kwa nini wewe unashindwa kupata matokeo yale yaliyo sawa? Kwa sababu wewe ni kama butterfly. Wewe mawazo yako yanakuwa ni kama kachumbari. Ni Muluya, Mkikuyu, Mnandi aliyenikana kwamba ana Mungu. Unanikamata hapa. Na sasa hata uelewaji vizuri uko wapi? Ni kwa Waluya, ukiitana Waluya ama Wakikuyu Wanandi uko hapo. Ukiitana watu wa Kristo uko hapo. Ama ikamileketi? But now katika Kristo Yesu. Hebu kwa mkono sema katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Sema tena katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Nilipoumbwa. Sema nilipoumbwa. Katika umbo. Na katika mfano. Wa uzima wa mwana wa Mungu. Siku hiyo, sema siku hiyo. Uluya ulikufa. Ukikuyu ulikufa.
analiula. Sasa hapo ndio unaishi. Am I communicating somebody here? So ninajaribu kukuonyesha, hebu nirudisheni katika 2 Corinthians 3:18. Sasa jinsi ya kuhama. Can we read? Hebu nipende katika tafsiri ya Kiswahili. Tunaweza soma pamoja. Bwana asifiwe. Ninakuonyesha jinsi ya kuhama, maisha yako yaanze kubadilika. Hebu sema, maisha yangu yaanze kubadilika. Nikilingana na Kristo. Tusome pamoja 1, 2, 3. Lakini sisi zote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hadi utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Mtu aseme amen. Somebody shout a better amen. Ukisoma verse number 17 na verse number 18, sasa usishinganishe, unaelewa nini maandiko inasema. Unaambiwa ya kwamba, nisikilize, hebu niangalie hapa, ya kwamba unapochukua neno la Mungu vile ambavyo unamuona Yesu. Hebu sema, vile ambavyo ninamuona Yesu. Sema tena, vile ambavyo ninamuona Yesu. Na unaambiwa ya kwamba sasa neno la Mungu unapostaja Yesu ni kama Yesu unamtazama kwa kioo. Unanikamata? Na jinsi unavyomuona Yesu, Biblia inasema ya kwamba hivyo ndivyo unavyobadilishwa katika kufanana na yeye, kutoka kiwango kimoja cha utukufu hadi kiwango kingine. Unanikamata? Kuna mtu ananikamata hapa? Yes. Kwamba jinsi ambavyo uliumbwa katika umbo na katika mfano wa uzima wa mwana wa Mungu, unapomuona kwenye maandiko jinsi alivyo. Hebu sema, jinsi alivyo. Sema tena, jinsi alivyo. Sema tena, jinsi alivyo. Okay, wacha sasa nikurahisishie uelewe. Ukitazama kwenye maandiko umuone Yesu akiwa na afya miaka yote aliishi duniani. Biblia inasema ya kwamba the same glory iliyomhifadhi Yesu miaka yote katika afya inakuwa yako. Kasema nando. Hebu wacha nirudie tena. Unaposoma katika neno la Mungu na unamuona Yesu jinsi aliishi miaka yote duniani bila ugonjwa, bila maradhi, jinsi hivyo unavyoona, Biblia inasema utabadilishwa katika utukufu huo, na ule utakapozidi kutazama na kumuona akiwa na afya miaka yote yake duniani, hadi hivyo ndivyo utaongezwa, ndivyo utabadilishwa
nini hatunaga Mungu kiwango moja? Okay, ikiwa umeokoka, hebu sema ikiwa nimeokoka. Ikiwa nimeokoka, tuko na Mungu kiwango kimoja ndani ya kila mmoja wetu. The measure of God in me is the same measure of God in you. Inaongoza sema the measure of God. The measure of God. Katika mtu mmoja. Katika mtu mmoja. Is the same measure. The same measure. Kwa mtu mwingine. Aliyemwamini Yesu. But now nisikilize. Na unisikilize hapa. Unaniona? Niangalie macho ili nifike kwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua macho ni mlango mmoja wa kufikia moyo. Ingine ni masikio, mlango ingine ya kufikia moyo. Sasa nataka tufike kwa moyo wako. Na sijui kama wewe unajiulizaga, ikiwa yule Roho Mtakatifu yuko ndani yako, yule yuko ndani yako, unajikamata na hakuna Roho Mtakatifu mtoto na Roho Mtakatifu mtu mzima. Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu. Hebu sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu. Okay, sasa swali ni kwa nini mtu mmoja anadhihirisha Mungu ambaye ni kitu kidogo na mtu mwingine anadhihirisha Mungu aliye mkubwa sana? Kwa nini mtu mmoja aliye na Mungu, fullness yote ya Mungu, anaenda kulazwa kwa kitanda cha magonjwa hapa, na mwingine ambaye ana Mungu ati anakuja kumtoa kwa kitanda cha magonjwa? Si Mungu anakuja mbinguni kuja kutoa huyu kwa kitanda cha magonjwa. Mtu mwingine aliye na Mungu kiwango ile hapo na Mungu ati anakuja kumtoa kwa kitanda cha magonjwa. Now what is the difference? This is the difference. Na unaangalia hapa, tofauti inakujia hapa. Ikiwa hujamwona Yesu kama mponyaji, wewe hujawa na afya. Hujashika hiyo? Hebu inua mkono, sema ikiwa sijamwona Yesu. Ikiwa sijamwona Yesu kwa neno lake kama mponyaji, siwezi kuwa na afya. Siwezi shinda magonjwa. Umenikamata? Unajua ni kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu umeambiwa your original and intended shape tunaiona kwa yeye, si ndio? So ukimwona kwa neno, ukimwona Yesu kwa neno lake kama mponyaji, hadi kama nani? Mponyaji. Kutoka siku hiyo unahama kwa kuwa mgonjwa. You change possession. You change possession. Unatoka kwa kuwa mgonjwa unaenda kwa kuwekelea watu mikono wa pono, kwa sababu kile unaona kwa Yesu hiyo ndio wewe. Nani hawa wako hapa? Hebu sema kile ninaona kwa Yesu. Kile ninaona kwa Yesu. Hicho ndio mimi. Hicho ndio mimi. Sema tena. Kile ninaona kwa Yesu. Hicho ndio mimi. Sema tena. Kile ninaona kwa Yesu. Hicho ndio mimi. So ukiona Yesu kwa neno lake kama mponyaji, wewe kutoka siku hiyo umeshift possession kutoka kwa magonjwa hadi kuponya watu. Kutoka kwa magonjwa hadi kuponya nini? Watu. Hadi kuponya watu. Ukiona Yesu akiwa na mamlaka juu ya nguvu za giza, huyo ndio wewe sasa. Hiyo ni kumaanisha kutoka siku hiyo hutaogopeshwa
ati mtu alichinja mbuzi ama alichinja kuku ama alichukua kuku akainyonga, alafu akaleta kwa geti yake. Hebu niangalie hapa. Hebu waambie jirani yako, kuna vitu hautaogopa. Kuna vitu hautaogopa. Again. Kuna vitu hautaogopa. Again. Kuna vitu hautaogopa. Ati sasa unaogopa kagogo kama makazea baba akaoge miguu ati nikamchana ati unaogopa ati kana kuloga. Mtu hajui kuoga miguu, kuosha miguu, anajua kukuroga. Na sisemi si kachawi, nataka kusema ya kwamba wewe hakana uwezo wa kukuroga. Wacha kukuroga, hakana power ya kukuroga wewe. Kanaweza roga wengine walioumbwa kwa umbo na mfano wa Adamu, lakini hakana uwezo wa kukuroga wewe. Hebu mkono sema hakana uwezo wa kuniroga mimi. Hakana uwezo wa kuniroga. Asema vizuri. Hakana uwezo wa kuniroga. Sema tena. Hakana uwezo wa kuniroga. Sema tena. Hakana uwezo wa kuniroga. Hebu inua mkono sema wachawi wote. Wachawi wote Hawana uwezo wa kuniroga mimi. Sisemi hawana nguvu ya kuroga, lakini their power is not the power to bewitch you. Wewe uko wapi? Wewe mimi nataka nikuulize. Hebu kwanza sasa tuchukue Moses. Mtu aliobariki katika Old Testament. Hakuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Anaenda kwa Farao anamwambia achilia watu wangu wote wafanye nini? Let my people go. Anamuuliza waende wapi? Waende wakamwabudu Bwana ni nani? Farao anasema simjui Bwana na siwezi kutambua. Musa anasema anachukua ile lodi yake, the Lord, ile makola yake, anaiweka chini, inafanyika nyoka. Inafanyika nini? Na mimi nauliza wewe, mtu kama anaweza kuja kwa geti yako, angushe kijiti yake, ukiangalia ifanyike nyoka. Si wengine watatimiwa, tukuje kuokota hapa. Bwana Yesu asifiwe. Farao aliangalia Musa. Naona akamchekea kwa dhihaka. Akamchekelea kwa nini? Kwa dhihaka. Akaambia nafikiri sijui kama ni vice president ama ni bodyguard. Niitie my witches and sorcerers and diviners. Waite wakuje. Waite manecromancer. Waite wachawi, waite waganga, waite wote hao grupu yako yote waite. Musa akiwa tu hapo ameweka nyoka yake, ameweka kijiti yake imekuwa nyoka, baadaye ameichukua imerudi kuwa kijiti. Farao niambie wachawi wako na waganga wako. Kila mtu akakuja na rungu yake akawekelea chini. Alipowekelea chini, kila rungu ikafanyika kuwa nyoka. Imagine all the witches and the wizards and the sorcerers in Egypt wakawekelea fimbo zao hapo, zikatoa nyoka. Na Musa akachukua fimbo yake tena akawekelea, ikafanyika nyoka, ikafungua mdomo, ikameza zote. Ilipomeza zote, akachukua ile, akashika mkia ya ile nyoka, ikarudi kuwa makola yake. In other words, Farao na kutandika mpaka na nguvu za wachawi wake. Natumia viboko yako kutandika. Sinatumia mpaka viboko yako kufanya nini? Hebu
mkono, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema vizuri. Katika jina la Yesu. Sema vizuri. Katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nitatumia viboko yao. Nitatumia viboko yao. Kuwanyorosha. Kuwanyorosha. Nitatumia viboko yao. Nitatumia viboko yao. Kuwanyorosha. Unanikamata? Nyoka yake ilimeza zote, baadaye akachukua. Akashika ile nyoka mkia, ikarudi kuwa bakora. Sasa ako na pawa ile na pawa ile. Sasa nisikilize nikusaidie. Nisikilize nikusaidie. Na hebu niangalie vizuri. That Lord ambao Musa alikuwa nayo ni neno la Mungu. Hiyo bakora, hicho kijiti ambacho Musa alikuwa nacho, Biblia inasema ni neno la Mungu. Ati ni nini? Neno la Mungu. Hakuna mkono, sema bakora. Bakora. Ndio mkono. Kile mkono, sema ile bakora. Ile bakora ambao Musa alikuwa nayo. Ambayo Musa alikuwa nayo. Ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Sema tena. Musa alikuwa nayo. Ni neno la Mungu. Na ndilo hili neno. So, through this word, unaweza destroy kila uchawi na kila uganga. Through this word, utadestroy na kutoka hao wachawi na hao waganga. Unanielewa? Mtumishi wa Mungu mmoja alipumzika, alikuwa anaitwa Archbishop Benson Dahosa. Angalia hapa. Kukawa kumetengenezwa mkutano, conference ya wachawi wote wa dunia nzima Benin City. Ati wapi? Benin City. Na wakaseti date na venue. Na ikaanza kutangazwa kwa TV ya kwamba tarehe fulani kutakuwa na kongamano ya wachawi na waganga wote wa duniani katika Benin City. Unafikiriaje kama mnaweza sikia Nairobi kuna conference ya wachawi wote wa duniani? Kuna watu wakaanza kuhama Kenya kabla wakuu. Lakini sasa yule wanahabari walikuta Benson Dahosa Archbishop, wakamwambia kuna hii conference inatangazwa ya wachawi na waganga ya dunia mzima, unasemaje? Akasema hivi ndivyo tunasema, hiyo conference haitafanyika. Unajua wanahabari wanatafuta news, wakakimbia kwa mwenye alikuwa host, yule alikuwa na coordinate hiyo conference, yule mchawi alikuwa na coordinate hiyo conference, wakakimbia kwake, wakamwambia mlisema kongamano yenu ni tarehe hii na hii mahali fulani. Archbishop Benson Dahosa amesema haitakuweko. Naye akasema itakuweko. Akarudi kwa Benson Dahosa, wamesema itakuweko. Akamwambia ikikuweko nitanunua Biblia yangu. Ikifanyika nitanunua Biblia yangu mbele ya watu wote. Na akakuwa Mathayo 18, maana neno la Mungu linasema kwa hakika utakachokifunga duniani kitafungwa wapi? Tu mbinguni. Umenikamata? Bla bla bla. Kaendelea. Na sikiza, mwanahabari yule akatengeneza a press conference ya huyu mchawi na Benson Dahosa kwa TV. Siku fulani na wakaiannounce, tunalete mchawi fulani na archbishop fulani watuelezee hivi vitu wamekuwa wakisema. Na wakaletwa. Walipoletwa, sikiliza, walipoletwa mchawi ameketi hapa mwenye anawakilisha wachawi wote duniani, na bishop amekaa hapa, hajawakilisha mabishop, amewakilisha Mungu. Amewakilisha nani? Mchawi ndiye aliulizwa kwanza, conference itatendeka? Akasema itatendeka, na akaelezea vile wachawi ni powerful, na akakuta vitabu na vitabu vya Black Book, what
ikafika time aliongea, imagine aliongea dakika 30 mchana. Wametoa airtime, waone the drum, the powers. Somebody said the powers. Bwana Yesu asifiwe. Ilipofanyika wakati wa bishop aliposimama akasema, nataka uniahidi kitu kimoja, ya kwamba by the end ya hili kipindi huyu nitamuua. Kama ni mchawi huyu nitaua, na si huyu kesho saa. Akachukua neno la Mungu akaanza kuelezea the power of Jesus na vile uchawi hauna power. Akija kumalizia akasema, sasa nimemaliza, nataka huyu aseme, if it is a witch, you will die right now. Kama ni mchawi, akisema ni mchawi atakufa saa hiyo. Akamfresh, akamuuliza, are you a witch? Akasema hapana. Hata unasikia tutakufa saa hiyo. Yaani akajitetea na watu wake, akamwambia, akasema kwa TV National Television, simwesikia anasema sio mchawi, hiyo conference haitapeleka. Umenikamata? Na kumbe the president, unajua hiyo debate ya hii mchawi na huyu ilivuta mpaka president akawa curious. President wa Nigeria that day alikaa akisikiliza hiyo conversation yote, na baada ya yule kusema sio witch, akasema telegram ziandikwe kwa embassy zote za dunia, wakisema ziandikwe ile isemwe, usikubaliwe mchawi mmoja kuja Nigeria. Na conference ya wachawi wa dunia nzima haikufanya, na haikusimamishwa na watu wawili, ilisimamishwa na mtu mmoja, na huyu mtu mmoja hata hakwenda kufunga siku 21. Come on, am I communicating? Yes. Somebody who knows himself. Lift your hand and say, from today, I know my original and intended shape is Jesus Christ. Lift your hand and shout it better than that. I know from today, my original and intended shape is the life of Christ. In the name of Jesus. So nisikilize sasa, ukijua hivyo na unikamate, unishike vizuri. Ukielewa hivyo, hautaogopa chochote, na hautaogopa shetani, na hautaogopa chochote cha shetani. Oh, I wish. Thank you, Mom. Usiogopage giza. Si useme amen. Ati usiogopage nini? Unajua mpaka kuna wanaume wanakuwa waoga kuliko wanawake. Wewe, kuna wanaume waoga kuliko wamama. Hata geti ikigoko, mzee anaingia chini ya kitanda, anambia mama, enda ukaangalia, enda uangalie ni nani hao ukuje kujadili ako chini ya nini. Ndio tunasema kuanzia leo. Sema tena, sema vizuri, sema sitaogopa. Kuanzia leo, siogopi shetani, siogopi ajali, siogopi magonjwa, siogopi maganga, siogopi majeuri wa shetani. Unanikamata? Kuanzia leo hata pandemic usiogope. Hata siku ingine ukija pandemic kama ile ilikuja ya corona, usiogope. Usiogope. Hatunaambiwa uende ukajifiche kwa nyumba, ati kuna virus ambayo hata haionekani kwa macho, ati hiyo ndio unaenda kujificha kwa nyumba. Ufunike masikio, mapua, unakaa kama kinyozi, ati ni kitu kadogo sana, ati unajificha kazi. Sema I will not fear again.
I will not fear again. Check yourself and say, "No fear again." I will not fear again. Again. I will not fear. Again. I will not fear again. Again. I will not fear again. Unakuta mtu anaogopa hii mwaka ni mbaya. Hii mwaka ni mbaya. Nani aliifanya kuwa mbaya? My friend, mwaka ni ile ni nzuri, imejawa na unono. Unajua shida ile yetu tunakuwa wangapi wamesema hii mwaka ni gumu. Sisemi sahihi. Tangia tuingie 2026 umesema hii mwaka ni gumu. Hii mwaka ni gumu. Hii mwaka ni mzito. Hii mwaka hakuna pesa. Mimi najua sahihi hauwezi taka kuiona. Lakini umesema mara mingi. Si ni ukweli? Hebu tupeze sasa msikizimaka na maelezo. Let me just show you something. Waje nisaidie tu kidogo kidogo. Nisaidie wewe unasemaga ati mwaka ni mbaya. Ujue wewe umejitupa bao. Psalm 65 verse number 11. Wewe unasemaga hii mwaka ni gumu. Hii mwaka hakuna pesa. Hii mwaka. Let's read from the screen together. 1, 2, 3. You crown the year with your goodness. Goja. Ati? You crown the year with your goodness. And then? And your past drink with abundance. Rudia tena. 1, 2, 3. You crown the year with your goodness. And your past drink with abundance. Sasa, kulingana na huu mstari, kila mwaka Mungu hufisha taji ya wetu na anaweka kwa njia unono, na anafanya unono kudondoka kwenye njia. Sasa wewe na mindset ya Adamu unakosa wema na unakosa unono. Hebu tupeke kwa Kiswahili. Ninasaidia mtu hapa. Maana uko kwanza kila wakati mwaka ni mbaya. Kia hakuna pesa. Sijui. Okay. Tusome kwa Kiswahili. Hiyo itaeleweka na mpaka mtoto wako hapa. 1, 2, 3. Umeuvika mwaka taji ya wema wako. Mapito yako yadondosa unono. Tena umeuvika mwaka taji ya wema wako. Mapito yako yadondosa unono. Tena umeuvika mwaka taji ya wema wako. Mapito yako yadondosa unono. Umenipata? So every year tumeingia 2026, Mungu hufisha huo mwaka na wema wake. Umenielewa? Na kwenye njia, Mungu hahitaji njia, ni hizi njia zetu. Are we together? Anaweka unono kwenye njia zetu. Alafu wewe ukitaka ukisema hii mwaka ni mzito, hii mwaka ni gumu, hii mwaka uchumi ni mbaya. Sikiliza, wewe unaongea kama Mkikuyu, kama Mluya. Wana wa Mungu wanajua kile Mungu ameweka. Mungu amejaza mwaka na mema. Hebu sema, Mungu amejaza mwaka na mema. Mungu amejaza mwaka na mema. Sema vizuri. Mungu amejaza mwaka na mema. Sema tena. Mungu amejaza mwaka na mema. Dada zima, wakati tulikuwa katika ile warfare, si ndio? Nilikwambia ubless future yako. Unanikamata? Because part ya hii mwaka ni future. Kutoka saa hii ni future kwenda mbele. Utangaze, utabarikiwa, utapanuka, utajawa na utajiri. Kwani hii wema ni ya nani? Si wema hii ni yako. Am I communicating? Hebu nipe Psalm 68 verse number 19 and then we pray.
Something is saying verse number 19. Ni kugumu. David, na jirani unasikia wakisema ni kunoma. Sasa unaona mpaka mtu ameokoka kila vile anafanya midomo akisema ni kunoma. Ni kunoma. Pastor, baada unasikia wakisemaje? Ni kubaya. Ni kubaya haki. Haki ni kubaya. Ni kubaya. Ni kubaya. Jeni watu ya intellectual. Unasikia wakisema kuna maana. Ni gani wanasema? Kubaya. Vipi? Unasikia wakisema aje? Mazee kunang'ana. Mazee kunang'ana. Mazee kunang'ana tu. Tunang'ana tu. Haki God ya tumwambie. Mazee kunoma. Sikiza. Hiyo ni lugha ya watoto wa shetani. Ati hizo ni lugha za nani? Umeiga lugha ya wengine. Umeiga lugha ya wengine. Let's read the scripture together. 1, 2, 3. Blessed be the Lord, who gave not us with benefits, the God of our salvation. Si umalize. Selah. Okay, rudia tena. 1, 2, 3. Blessed be the Lord, who gave not us with benefits, the God of our salvation. Selah. Okay, tusome na Kiswahili. Wacha ikae tu, wacha tusome na Kiswahili ya watu tuone wanaenda shule mpaka wapi. 1, 2, 3. Atukuzwe Bwana ambaye kila siku hutubebesha mizigo ya faida hata Mungu wa wokovu wetu. Selah. Yaani simama hapo kwanza ufikirie hivyo umesema. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono sema Mungu wa wokovu wangu. Unibebesha mizigo ya faida kila siku. Nikwambie kitu, the reason unafanyaga hasara ni kwa sababu hujui maandiko. If you know the truth shall make you free. Ukisimama na hili andiko, hakuna siku utaenda kwa biashara utengeneze hasara. Hakuna siku utafanya deal, hiyo deal izalishe hasara. Because God is truly true to his word. Mungu husimama na neno lake. Mungu hufisha mwaka na taji la wema wako, uweke kwenye njia zako, unono wako hudondoa kwenye njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. As we finish, let me say this. Wewe uliyemwamini Yesu umeumbwa katika umbo na mfano wa uzima wa mwana wa Mungu. Are we together? Kwa nini? So that what Jesus conquered, you will also conquer. Kile Yesu alishinda, ukakishinda. Mkono sema nimeumbwa katika umbo na katika mfano wa uzima wa mwana wa Mungu, ili yale yote Yesu aliyashinda nikayashinde pia, ili baraka zote Yesu alipata na Yesu alirithi kutoka kwa baba yake, nikazipate nikazirithi kwa jina la Yesu. Amen.
mambo ya kushindana ukisema niombewe niko na rejection au na rejection uko na kutojielewa wewe ni nani. Niombewe. Wewe you don't understand. Know the truth. The truth will make you free. The truth will make you free. I said the truth will make you free. Amen. Haki na si utamani ya kwamba kuanzia leo hii. Hebu sema kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii. Haki si utamani ya kwamba wewe si mtu wa kwenda kuwekelewa miguu na mikono. Si utamani ya kwamba sasa wewe utaanza kuwekelea watu mikono. Si ndio? Si utamani hivyo kuwekelea mikono na kuwekelewa mikono gani vizuri. Angalia kichwa yangu, nywele yangu yote iko kwa sababu sijitaki nikiwekelewa mikono. Angalia yako vile nywele zimekatika. Umewekelewa mikono mpaka nywele zimeanza kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kataa vitu zingine. Yaani kukua na afya na kukua mgonjwa wakati mzuri. Uliza jirani, hebu niulizie tu huyo wakati ndio sababu sioni kama anasikia. Hebu muulize kuwa na afya na kuwa mgonjwa wakati mzuri. Hata ingawa kuna watu wakiwa wagonjwa wanafurahi. Unajua hivi? Kuna mtu atakuwa mgonjwa na anafurahi kwa sababu anafanya kazi. Na akikuwa mgonjwa itabidi mumsaidie, akiona hamsaidii. Si umepona enda kazi. Si ndio? Nilienda sikumbuki kama ilikuwa Nakuru ama Nairobi. Mtu kipofu anaomba. Nikaenda tu hapo kwake tu. Nikamwambia, si umeomba miaka mingi na hamjapata ya kutosha. Kuliko nikupee shilingi 10 yenye haikusaidii. Si nikuombee macho ifunguke. Aliniambia kwenda huko wewe. Nani alikwambia nataka kuomba? Wana nilifukuzwa. Na unajua nimeomba. Mungu nisaidie. Nikafanya nini? Nikaondoka. Mtu hataki kufanya nini? Mtu hataki kupona. Na ndivyo Wakristo wengi wengine wako. Kuna Wakristo walifungwa na mawazo na shetani kiwango ya kwamba wanafurahia magonjwa kuliko afya. I pray for you in Jesus' name. Yes. May that demonic stronghold be broken from your mind. Amen. Unanielewa? Kuna watu wanafurahia mashida. I pray for you. Inuka toka hapo. Ambia jirani yako toka hapo kwanza. Hebu mshike mkono mwambie toka hapo. Mwambie tena. Mwambie vizuri. Mwambie toka kwa hizo mashida. Mwambie unamchomea Yesu picha. Utachomea Yesu picha mpaka lini? Ingekuwa Yesu ni mzuri sana. Unajua ingekuwa ni mimi unichomea picha, nachukua picha yangu. Sini ukweli? Lakini Yesu kuvumilia tu, anatuongezea neema, tuweze kumfahamu. Ili kuliko kumchomea picha, kufanya jina lake lisifiwe. Simama kwa miguu yako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu umetengenezwa na Mungu in the same line with the life of the Son of God.
kuna vitu ambazo si urithi wako. Kuna vitu ambazo si urithi wako. For instance, hebu nisikilize nikupe mfano. Unaona, kwa sababu wewe si punda, kwa sababu ya si punda, wewe unaweza fikiria mtu akuja anunue wewe, uendage ameweka mahindi 100, wengine unaambiwa ukae kama punda akiwekelea. Unajua hiyo hata haiwezekani. Sema hata haiwezekani. Umenikamata? Kwa sababu gani? Kwa sababu hujaumbwa kama punda. Vile umeumbwa ina determine ni nini inafaa kuwa kwa maisha yako na ni nini haifai kuwa kwa maisha yako. Ninaongea na mtu hapa. Zile maudhaifu zote ambazo ziko katika watu walioumbwa katika umbo na mfano wa Adamu na Eva, ambayo communicate, maudhaifu hizo sio zako. Hata kama zimekuwepo, ni vizuri ujue hiyo sio urithi wako. Hebu sema, hiyo sio urithi wangu. Hiyo sio urithi wangu. Again? Hiyo sio urithi wangu. Again? Hiyo sio urithi wangu. Kama watu wa familia yenu mahali kuzaliwa kimwili wanasumbuliwa na ugonjwa ya kansa, wanasumbuliwa na ugonjwa ya sukari, ugonjwa ya kuna ugonjwa ya sukari, ni ugonjwa ya kisukari, si ndio? Wanasumbuliwa na pressure, wanasumbuliwa na kutoolewa, wanasumbuliwa na kuoa na kutupa. Unanikamata? Wanasumbuliwa na bla bla bla, hawafanikiwi. Nataka ujue sasa, maana mlizaliwa mara ya pili na ukaumbwa tofauti na wale na vile ulikuwa. Ametogether. Sasa the DNA ambayo iko ndani yako ni Yesu. Your DNA is Christ. Somebody say, my DNA is Christ. My DNA is Christ. Lift your hand and say, my DNA is in Christ. My DNA is in Christ. Not is in Christ, it's Christ. My DNA is Christ. My DNA is Christ. Kwa hivyo magonjwa inayoshika wale watu wa ile familia ulizaliwa kimwili hayawezi kukushika wewe. Si useme amen. Amen. Umenikamata? Kama wanawaga wakitupa ama wanaolewa wakitupwa, sasa sio wewe. Wewe sio mmoja yao. Amen. Hebu sema, mimi si mmoja yao. Mimi si mmoja wao. Again. Mimi si mmoja wao. Again. Mimi si mmoja wao. Again. Mimi si mmoja wao. Uzima wa Kristo umekutoa katikati yao na umekufanya tofauti. Are we together? Yes. Na kwa hivyo ni vizuri kuanzia leo hii. Hebu unisikilize, kuanzia leo hii, I wish unaweza kaga tu hivi unajifikiria, number one, mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Mimi nimetajirishwa. Mimi nimesucceed in life. Mimi ni mkubwa katika maisha. That should be your thinking. Mimi nimekubalika kila mahali. Am I communicating? Yes. Come on, am I communicating? Yes. That should be your thinking. Because ukifikiria hivyo ndivyo utafanyika. Proverbs 23 verse number 7. As a man thinketh in his heart, so is he. Unafanyika vile unavyofikiria. Manikamata? Situanze kuingia kwa Yesu na tuanze kumuona vile alivyo na tuanze kufanyika hivyo from glory to. Inua mikono yako juu. Shukuru Mungu kwa sababu ya kile Mungu amekufanya katika Kristo Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Lift up your voice. Bless the Lord. Magnify the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Mshukuru kwa sababu umeumbwa
the same line with the line of the Son of God. You've been shaped in the same lines with the line of the Son of God. In the mighty name of Jesus Christ. Shukuru Mungu kwa sababu maisha ya Yesu ndiyo maisha yako. Uhai wa Yesu ndiyo uhai wako. Destiny ya Yesu ndiyo destiny yako. Leka bagadoza. Ukuu wa Yesu ndiyo ukuu wako. Urithi wa Yesu ndiyo urithi wako. Raka magadoza yake. Magadoza nitaya. Pavinda sterebozi anaka. Ratobozeketa. Raka bazakalolo. Rapa bagadozeketa. Pariga nazarita. Palagadozara. Rapanga nizareta. Rapanga deboza. Ripanda bagazorepa. Ripatila nakata. Nakushukuru Baba. Maana